sote kwa heshima tuweze kukaribisha baba yetu kwa shangwe na vigelegele na makofi mazuri. Karibu sana baba. Shangwe na vigelegele na makofi mazuri. Shangwe, shangwe, shangwe. Shangwe, shangwe makofi yetu. Shangwe, 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 shangwe. Tukae. Tunakaa kwanza. Naona nimealikwa mapema kwa sababu ya hafla ambayo tuko nayo iko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari ya leo, uko salama? Tunakaa kupendeza. Umepata vitambulisho vya Kenya? Kuna Kenya Yerusalemu leo. Alafu hii imekaa ina aibu hii. Afadhali tutafungwa vizuri. Amen. Sijui kwa nini yuko kwa nyumba zenu mnaweka hivyo. Kata ninakaa hivyo huku ingia. Haleluya. Hiyo haikunipendeza machoni pangu. Lakini wewe umenipendeza maana umekaa vizuri na umekuja siku ya harambee. Pigia makofi wale ambao wamefika siku ya leo. Huwa makanisa mengi kama unataka kujua mtu anampenda Yesu ni siku ya leo. Hapo ndipo utajua mtu anampenda Mungu. Wakati Mungu anakuhitaji hata kama hauna. Nilitangaza hapa sijui Jumapili ngapi. Nikasema pesa isikuzuie kukuja ibada. Halo? Amen. Mungu ni wa kila mtu, maskini na hata tajiri. But mimi sikuoni maskini. Haleluya. Mimi sikuoni maskini. Ni leo bado wakati wako haujafika, lakini utafika kesho. Lakini muonyeshe Mungu roho ya kwamba ninakupenda ningali ninacho ama ni sina. Tunaelewana? Kwa hivyo hata pale mlangoni nilisema ambaye hana ama anayo asizuiliwe kuingia kanisani. Tunaelewana? Alafu mtu ukimpata kuna huduma yake, usiingilie huduma ya mtu mwingine. Ni sawa? Maana yule mtu ni vizuri afanye ile huduma yake, anajua bila tuongelesha wale watu kuliko wewe kuingilia na haujui na katikati ya wiki haukuwa. Wale tuliowapanga katikati ya wiki walikuwa. Kwa hivyo pastor hawezi kupanga mtu asiyejua. Tunaelewana? So hawa walizoea kupanda minazi, usishangae. Hawezi anguka. Hao ni waizi wa nazi. Hata wale ambao wameacha hiyo kati ndio wenye makosa. Hata hawa ni waizi wa nazi wanatusaidia. So msiingilie. Unasikia nyinyi mnaokaa hapo mlangoni? Usiingilie huduma za watu wengine. Katikati ya wiki au kuwepo. Mimi ndio nilipanga hao watu vile wataongelesha watu. Sisi tuko harambee. Na tukiwa harambee lazima kuna vile unaongeleka kupitia mambo ya pesa. Au ubembelezi unaambiwa. Ukisema sina unariliziwa lakini huwezi kufukuzwa. Ni sawa? Kanisa ni la kila mmoja. Harambee inapita bado tutabaki pale pale. Si ni kweli? Ukiondoka yule ambaye amekufanya uondoke ndiye atakayedaiwa, sio Pastor John. But jina litakaloenda kule tulifukuzwa kanisani. Hiyo msipendi. Ni sawa? Amen. So tuwe watu wa kuridhiana. Usikose mtu mahali hana. Tuelewane. Tukipata kile tutapata tushukuru. Hata tukipata 2,000. Hivyo ndio Mungu alipanga. Wewe unataka leo uwe na 1,000. Wala haukupenda hata ile nyumba unaishi, sikupenda maisha yako. Lakini ni vipi? Kila mmoja jikubali vile yuko. Na ukijikubali vile yuko ndio Mungu anachukua hatua ya kukuongeza. Tunaelewana? Lakini tukija kwa harambee, sikiliza wale ambao wamepangwa. Tusikilizane. Hii ni ibada. Hii ni ibada kama ibada zingine. Kwanza hata harambee haijaanza. Ile ilikuwa ni ID ya kuingia. Sasa hata Kenya kuna watu wengine hawana ID. So wanaishi. Ama wewe hata kuna wengine tuko nao hapa wana ID wanamsumbua kaingie. Na si tunaishi. Sasa kwa nini kwa mbingu ni nani? So kama hauna unaingia, ukiwa nayo unaingia.
Kwanza ile ID kuchukua ni moyo, sawa? Kuichukua ni moyo. Na kutoa pia nayo ni nini? Ni moyo. Sasa ukiwa na moyo wa kutoa hautasumbuana. Na hautabageni. Kwa Mungu kama una bageni kwa Mungu ishwali. Itakuwa hapa kwa sukuma. Yaani sukuma umeambiwa mwisho ni 20, una lazima upate paka ya dala. Hakuna. Haleluya. Ndio ukimwona mtu anauza rahisi sana, utamwona kesho aende tena wapi? Sokoni. Anaenda sokoni. So kuna zile vitambaa ambavyo tuko nazo, kuna za 100, hata kuna za 150 na kuna za 200. Ila kitambaa tulinunua na bei yake. Hatuwezi kukupatia kitambaa ya 150 wewe unahitaji na 100, haiwezekani. Wewe nataka kukuuliza swali, wewe unaweza nunua bei ya bomba hii na ya kilo 2? Haiwezi. Sawa? So si kwamba tunafanya biashara, tunafanya harambee. Hata ukiwaona wabiri baba ananipenda mimi kuliko wewe. Lakini uchuka sikupige. Wengine wana hasira. Kwa sababu wewe unakupenda Mungu au kujali unayo wala hauna. Nimekupenda sana hata unapoje ongezee makofi. Niulize swali tu alafu nijibu. Siku ya Adibazari kulikuwa hivi? Adibazari ilikuwa hivi? Hata wengine walikuwa wamesimama hapa. Lakini ikifika wakati wa kumtolea Mungu, alafu yeye ndio wa kwanza na shida. Naomba na kiona. Naomba na hapa. Baba sikulala usiku. Ndoto mbaya. Kuna watoto wana ni message za pesa. Kumbe ni baba leo sitaweza maana nimeshikika kidogo. Hawasemi ukweli. Wanadanganya kwa baba yao wa kiroho. Watoto hawana adabu. Leo sikuweza kidogo nimeshikika. Kuna mahali nimeambiwa nifike. Kuna watu sura zao huwa usioni wakati wanapenda. Na tukiongea hivyo tunaambiwa tunaongea vibaya na tunaongea ukweli. Na Biblia inasema ukweli unatuweka huru. Amen. Alafu hao wanasema sisi tunawazomea. Nilizomea mtu lini? Sijawahi zomea mtu kwa kanisa. Tabia yako ndio inakuzoma. Kwa sababu wewe unajielewa. Mtu mwizi hata mahali popote akiambiwa mwizi anashtuka. Maana amezoea yeye kuitwa mwizi, hata rohoni mwake anajijua yeye ni mwizi. Na wewe kama umezoea kuitwa pastor, ukiitwa pastor hata kama sio wewe ni pastor mwingine utaangalia. Ama wewe ukiitwa pastor unashika shughuli na unahubiri hapo. Utapaka angalia baba basi mimi ni mwingine. Lakini ati nitembee na wewe kuitwa mwizi, sema si mimi nitajua mwanangu ni mwizi. So tusimwibie Mungu wakati Mungu anatuhitaji. So Mungu awabariki sana. Tutaingia kwa neno, afuta neno tutacheza. Neno langu litakuwa kwa dakika 5. Sawa? Dakika 5. Ingia kwa chini ya ufungu tayarisha. Lakini ni dakika 5. Hii yangu leo hiyo. Dakika 5 zile za Kiafrika. Si ile ya Kizungu. Tutasoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Tutaenda kwa haraka Mambo ya Nyakati. Tunafupisha ibada leo kwa sababu ya harambee. Tunataka leo tumalize mapema. Wacha nisome kiasi, alafu wacha niombe. Tuamini. Baba yetu ishie milele, tunakupenda Bwana, maana hakuna kama wewe. Umetukusanya hapa kwa ajili Bwana ya ibada. Japo Baba kuna ibada ya mavuno mbele yetu, lakini leo ni ibada yetu kama zingine Bwana. Japo Baba imeongezeka kwamba ni siku ya kutolea kwa ajili ya nyumba yako. Naomba Baba kanene nasi, tuongoze mwanzo na hata mwisho.
Wabariki wote ambao Bwana wameanza shughuli zao, hawakuwa na hofu, hawakuogopa, hawakujiangalia vile walivyo, hawakuangalia nyumba zao vile walivyo. Walisema wanakuja nyumbani kwa Bwana, wawe nacho wawe sina, lakini roho zao zinamiminika kwako. Hiyo ndio ambayo Bwana ninaishukuru kwa yule ambaye bali wanadamu watanionaje, bali aliangalia Mungu nikikosa atanionaje. Maana haishi kwa ajili ya wanadamu, bali anaishi kwa ajili ya wema wa Mungu. Baba yangu, nenda ukanene naye sasa na kumtia moyo, kwa sababu ibada hii inafaa sana machoni kwake. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Hakika Baba, tumeomba na hata kuamini. Haya, wacha tukasomewe. Tutaanza hapo moja, mwisho ni mbili. Amen. Yeah. Mambo ya Nyakati wa Pili. Ndio. 5 kuanzia 1 inasema. Ndio. Hivyo ikaisha kazi yote. Hivyo ikaisha kazi yote. Sulemani aliyoifanyia nyumba ya Bwana. Sulemani aliyoifanyia nyumba ya Bwana. Alafu Sulemani akavingiza vitu alivyovitakasa baba yake Daudi. Haleluya. Amen. Kwa nini Sulemani? Sulemani anatajwa hapa kwa sababu gani? Historia, watumishi wanaenda kule kufanya ziara za kuangalia Yesu alikuwa wapi, alifanya nini, Yesu Yerusalemu aliitajaje. Yerusalemu ndio ambayo katika ulimwengu hata mbinguni ilizungumziwa sana, kwa sababu Mungu aliongea na Daudi alipokuwa anataka kumjengea. Akamwambia, wewe hutanijengea nyumba ila mtoto wako. Tunaelewana? Lakini ni Mungu. Kwa hivyo Daudi alitamani kumjengea Mungu. Haleluya. Amen. Lakini Daudi hakuweza wakati ule, kwa sababu sivyo Mungu alivyokuwa amepanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa mimi huwa naona wale ambao wana bidii, hao ndio wamepangwa kufanya kazi ya Mungu. Amen. Ijapo hata wale wengine huende kawa ni watu wa Mungu, lakini hawakupewa ile neema. Unaelewana? Hizi neema huwa hazifanani. Wewe kama unasikia sauti ya Mungu, kuna mwenzako huenda anaisikia, lakini kuna mahali akisikia anasikia roho yake ni ngumu. Lakini Daudi hakuwa na roho ngumu, bali alitamani kuifanya ile kazi, lakini Mungu akamkataza. Kwa sababu gani? Daudi alikuwa ni mtu ambaye mikono yake, maandiko yanasema, ilikuwa imejaa damu. Haleluya. Akaambia hutanifanyia. Haleluya. Hiyo maiki ilikuwa vizuri, lakini umeharibu tena. Amen. So tunaona hapa Suleiman zile vitu, ijapo Daudi alikuwa ameletewa vitu kwa ajili ya kujenga nyumba, lakini Mungu akamkataza. Aliletewa vitu, aliviitisha. Amen. Lakini hakujenga kwa sababu mtoto wake ndio alikuwa amepangiwa. So usiwahi kuforce. Hata sisi ni watumishi, hatuwezi kuforce wale ambao Mungu hajawapangia. Wewe umepangiwa, by the way. Umepangiwa sana. Umepangiwa. Sema wewe umepangiwa, mwambie mwenzako. Ndio maana umepatikana leo. Mwambie umepangiwa. Ndio maana umepatikana leo. Umepangiwa kujenga nyumba. Ndio maana uko hapa leo. Mungu anajua, anakujua, amekupangia. Mwenyewe ulijua unaweza kukosekana, lakini wewe na Mungu wako alipanga utakosa. Lazima utamjengea Bwana. Unaona mahali ulipo, hata kama ni mama ni nani, shika mkono. Shika tu mkono yeye karibu. Shika mkono. Mwambie na kuomba tuungane. Tumjengee Mungu. Mwambie takasa roho yako. Muombe atakase roho yake. Mwambie takasa roho yako. Mwambie mimi ndio nitafuata. Usiwe na hasira. Usimjengee Mungu kwa roho ya hasira.
atakubariki. Ukitakasa moyo wako, Mungu atakubariki. Na kuombea mwenzangu, tunapoungana kujenga nyumba ya Bwana, tusikose hizi baraka, kwa sababu kama mtu amekukosea, huyu ni mtu na Mungu atabaki kuitwa Mungu. So na kuombea mwenzangu, tujenge nyumba ya Bwana kwa moyo mzuri na wa upendo na furaha. Asante. Amen. Usiwahi kumjengea Mungu kitu kama roho yako, wala usimtolee Mungu kitu kama roho yako, utakosa. Naona Daudi, Sulemani kitu alichoomba kwanza, aliomba hekima. Mtu aliye na hekima anafanya vitu kwa hekima ya Mungu. Amen. Tunaelewana? Anayefanya vitu kwa hekima ya Mungu huwa hakasiriki wala hasikii vibaya anapotoa pesa yake. Anasikia roho yake iko sawa kabisa. Anafanya vitu maana moyo wake umependa. Fanya kitu ikiwa moyo wako umependa. Usikose neema. Kuna mahali unaenda kuongezeka baada ya hii ibada. Hello? Kuna kitu umekosa Mungu kwa sababu umefanya jambo lake na moyo wako uko sawa. Kuna kitu unaenda kupokea. Usikubali mtu akukwaza kwa hizi ibada za kumtolea Mungu. Usiwe umepokea pesa kwa kulazimisha mtu. Afadhali uwe na shilingi 10, amen, lakini imetoka mahali palipo sawa. Wajua, mimi sio pasta wa tamaa, mtoto wangu. Wanaridhika na maana hata maandiko yanatuambia ya kwamba hapo kwa nyumba ya Bwana kusiingie vitu vichafu. Halo? Manake kile kitu tunakifanya hapa, kuna watu watakuja watumishi waombe hapa, kuna watu watakuja wenye shida waombe hapa, vile watakavyofanya watasifia kwa ile kazi. Na ile baraka kubwa inaanza kwa yule aliyekuwa na moyo wa kusimamisha ile jambo. Hebu jiulize, wakina Ibrahimu walibarikiwa kwa sababu gani? Kila mahali walipokwenda walijengea Mungu madhabahu. Na wengi sana, hata watu wengine walikuwa wanajisifu, wanasema hiki kisima ni cha baba yetu Ibrahimu. Hello. Naongea na wanangu wapendwa. Waliopendezwa na Mungu. Naomba nisikilize kwa makini, bado ni mapema sana. Amen. Harambee haitachukua muda, ni wewe nipatie pesa, wewe nipatie pesa, wewe nipatie pesa. Basi. Hauna mwanangu, sitakufukuza. Wewe unabaki kwa mwanangu. Hata sio mzazi mzuri. Wewe ana upendeleo. Na kwa Mungu hakuna upendeleo. Amen. Unajua Yesu kuna mahali anasema ati yule ambaye alitoa kile kidogo kwa sababu moyo wake ulikuwa uko sawa, alibarikiwa sana kuliko aliyetoa kikubwa na moyo wake ulikuwa uko sawa. So badala nipate shilingi 10, lakini kwa yule mtu ambaye roho yake iko sawa, utanifanya mpaka kile kitu tunafanya, neema ya Bwana itashuka, hata wale mafuta tutasumbuana. Hata madhabahu ikijengwa haitasumbuana. Nikipata confusion tu nitaanza kuiombea tena ile pesa nifunge, kwa sababu ulitoa kwa roho yako hautaki. So toa ikiwa moyo wako na uko sawa kabisa. Kama umebakisha mahali unasema hii sitaki, kaa nayo, hata rudi nayo. Tunataka ile ambayo roho yako. Biblia inasema tusifanye vitu kwa kulazimishwa, bali kwa hiari ya moyo. Mungu anasema hiyo ataibariki sana. Wao walinisimamia wakati wa nani? Daktari hapa. Mwacha malize kuomba kumleta. So unajua huyu na
na jenda walisimamia nikipakwa mafuta. So hao ni wazazi. Amen. Amen. Ya, siku unakumbuka ulikaa hii kitu. Sasa utakaaje nyumba? Mungu. Amen. 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 So Suleiman akavitakasa. Naona pesa inapotoka baada ya pale inafaa iombewe. Inapotakasika wale watu pia nao wanatakasika mioyo yao. Tunaelewana? Amen. Tuwe pamoja. Wewe, mbona mnasumbua watoto? Kwa nini? Na kuna nafasi? Kuna wengine wamesimama. Haya. Kama kuna wengine wamesimama sana. Beri, wachani kufanya hizo huduma zingine bila kufuatilia, kuangalia. Vitu vimejaa pale unasema wengine wamesimama. Unajua nyinyi huwa mnafanya vitu tu bila kuangalia. Yaani watoto wametulia vizuri. Hapa hakuna watu pale. Baregesheni wakae hapa. Au ni wanangu mapasta wa kesho. Mtu akija ndo anapishwa. Si watu unapisha watu ambao hata hujui kama watakuja. Rudini wanangu. Hamjui kama mimi nilipitia hapo, hakuna mtu aliruka hiyo stage. Usiwaone kwamba wana maana. Hapo ndio ufalme wa Mungu unafananishwa na wao. Na hata ile sehemu yao ya kila siku. Hizi vitu vijae wanaogopa nini? Kuna mbwa hukumu inaanza mbele. Wewe kama ulihukumiwa na hukumiwa hata kwa nyumba yako. Vitu vimejaa hata hapa kuna nafasi. Zingine hapo kuna viti karibu watu 10 hapo. Si huko wale ambao umejaa na wengine wakae nje. Wale wakubwa wakae ndani, wale wadogo kidogo wakae nje. Kwanza mjui kupanga mpaka niwapangie mimi pasta ama mniachie hiyo huduma mimi nikuje kuja uhubiri. Hiyo iende nje hapo. Wakae hapo vizuri wakule viazi. Hawa wakubwa ndio waingie huko. Haya, ongea pole na ubiri. Yeye anabeba anda na vizuri. Amen. So, tuendelee na Suleiman. Wewe Roho wa Mungu yuko pamoja nasi. Na hii kitu pia naongelea kuhusiana na hekima, jinsi na kazi ya Mungu inayofanyika katika wakati kama huu. Amen. Suleiman akavingiza vitu alivyovitakasa baba yake Daudi, fedha na dhahabu. Fedha, leo tumekuja na fedha. Fedha na dhahabu, alafu na vyombo vyote akapitia ndani ya hazina ya nyumba ya Mungu. Amen. Endelea. Ndipo Sulemani alipowakusanya wazee wa Israeli, akakusanya wazee wa Israeli na wakuu wote wa kabila, kama vile unavyokusanya wa huduma baada ya hii. Halo? Nasema sasa tumepata hii. Kuna wale waliochanga wanataka kuona waone hata ile pesa tumetoa kwani imefanya hii kazi yote, kumbe wao kuongeza. Amen. 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 Tunaelewana? Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Endelea. Ndipo Sulemani alipowakusanya wazee wa Israeli, ndipo Sulemani wakuu wote wa kabila, na wakuu wote, yani ina maana ya kwamba kila kabila
tunapokaa katika huduma. Amen. Huwa tunajadiliana kuhusiana na nyumba ya Mungu. Alafu wakuu wa mbari za mababa kwa wana wa Israeli, kwa wale ambao walikusanyika kwa ile siku wakafanya ibada pamoja na wao wote ni Wakristo, yaani ni bahari moja. Wanaweza kuweza. Amen. Ya, endelea. Huko Yerusalemu. Hapo Yerusalemu. Amen. Ili walipandishe sanduku la agano. Ili lipande sanduku la agano lile la Bwana kutoka mji wa Daudi, yaani Sayuni. Twende turuke hapo tukuje 24 verse 12. Amen. Mambo ya Nyakati wa Pili 24:11 inasema, ikawa wakati walipoletewa kasha wasimamizi wa mfalme kwa mkono wa Walawi, nao wakaona ya kwamba kuna fedha nyingi. Walitoa pesa nyingi. Hello. Kwa hivyo tunafaa tuwajibike, Mungu atuone. Alafu kuja karani wa mfalme. Alafu ukawa kuna karani wa mfalme, yani inamaanisha kama treasurer. Alafu na msimamizi wake kuhani mkuu. Alafu na pastor pale wakatoa yaliyomo kashani. Kisha ulichukua kasha na kulirudisha mahali pake. Kitu kinaisha. Haleluya. Amen. Ni kitu tunafanya kwa sababu tukikwambia ulete, hatuwezi kufanya jambo kubwa kwa siku moja. Lazima tuwe na siku kama ya leo. Haleluya. Kwamba tushirikiane, tunapopata ile fedha tunafanya jambo na linaonekana kwamba tumefanya jambo. Amen. Amen. Endelea. Ndivyo walivyofanya siku kwa siku, kusanya fedha tele. Wakakusanya. Unaona sasa, siku ya mavuno ni siku ya makusanyo, siku ya harambee ni siku ya kukusanya. So ni vitu vilivyotendeka, si kwamba ni Yerusalemu hapa tu, bali ni vitu vilivyotendeka katika wote waliosimama na Mungu, waliokupenda Mungu, waliotaka kumjengea Mungu nyumba yake. Haufai kufungiwa. Na unaona lilikuwa taifa teule, na walibarikiwa sana, na waliongezeka, na walikuwa na ulinzi. By the way, fanya jambo kwa nyumba ya Mungu, hata jambo lolote likitendeka baya, shetani akikuinda kwa njia nyingine, Mungu awe karibu na wewe. Kuna vitu mwanangu unaviona ni vitu vya kawaida, lakini ukimpendeza Mungu unaepushwa na vitu vingine hata wewe mwenyewe uelewe kama umeepuka vipi. Amen. Kwa sababu Mungu jicho lake linakutazama kwa kile ulichokifanya kwa nyumba ya Mungu. Amen. Ukifanya kitu kwa nyumba ya Mungu hata kama haupo, lakini watu wanaomba pale na ulihusika, maombi lazima yakufikie. Amen. Mtu akiponywa pale lazima Bwana akufikishie thawabu yako. Mtu akibarikiwa pale lazima Bwana afikishe neema. Amen. Ni ufanye kitu ukiwa na moyo wako wote umejitolea, na roho yako iko sawa. Usipokuwa na roho iko sawa, basi hakuna kitu kinaweza kukufikia. Yes. Hao wana Waisraeli walijitolea, hawakulazimishwa, walifanya kwa sababu roho zao zilikuwa tayari kumfanyia Mungu, zilikuwa tayari kufanya kazi ya Mungu, kuwa tayari kufanya kazi ya nani? Wala si kwa kulazimishwa. Amen. Amen. Tuko pamoja watoto wangu? Tuendelee. After hapo kwa sababu ni ibada, tutatoa sadaka. After hapo tutacheza. Wakati unatoa sadaka ukisikia tu sifa, ujue hiyo inaenda moja kwa moja. After hapo sasa tutamaliza sifa, tunaomba. Alafu after hapo sasa tunaingia kwa harambee rasmi. Hatutalewe, nataka tukipiga saa 8 tutakuwa tushamaliza. Endelea.
Amen. Wewe unanicheka. Endelea. Na mfalme na Yehoyada waliwapa hao waliofanya kazi ya utumishi wa nyumba ya Bwana. Kuna watu waliofanya kazi ya utumishi kwa nyumba ya nini? Kama ya kwamba kazi kwa nyumba yangu kuna kazi nyingi, lakini watenda kazi ni wangapi? Ya Bwana. Naweza nikwambia utumishi ni kuhubiri peke yake. Wewe ukihusika kufanya hili jambo watu wakusanyike pale, nani alianzisha? Wewe. Amen. Amen. Endelea. Nao wakaajiri waashi na maseremala. Ile pesa tuliyoitoa? Pigia Yesu makofi bana. Amen. Wakaajiri maseremala. Seremala ni mtu ambaye anakaaje fundi. Ama ujui seremala? Yule wa kupiga randa. Si unajua hapa wakati kama unaweka ceiling lazima kuwe na seremala. Angalie yuko mahali kama iko sawa. Ile unahitaji ile unaweka hiyo ceiling ya kisasa. G4S hapa. Gypsum. Kitambo kabla ilikuwa sijaokoka kulikuwa na disco ifanane na hilo jibu. Tisha kwenda kulicheza G sound is big whatever. Wakati nilikuwa tujaokoka huko. Sasa hii ni gypsum ya kiseremala. Kufanya madhabahu ya Mungu. By the way, tunataka tutengeze madhabahu class. Ya kwamba hata ukisimama hapa watu wanakuuliza hiyo kanisa kwani siku hizi mliama alikuwa niko Nairobi. Mliama alikuwa niko tayari Israeli. Zile madhabahu za kisasa. Na zitajengwa na mtu mwingine, sema ni mimi. Sema ni mimi. Sema ni mimi. Amen. Hebu shikilia hiyo ya. Sema roho yangu tulia. Jengea Mungu madhabahu. Hivyo tu. Amen. Wakaajiri. Kwa ni vitu ambavyo Mungu mpaka walengo vinaendelea. Amen. Na hii katika jamii tumefundishwa muliiga wakina nani? Maana hivyo ndivyo mlivyofundishwa. Mteule atatamani kuwa mteule. Usiwe mgumu mwanangu. Wakati linapokuja swala la kumjengea Mungu, maana ukiwa na shida unakimbilia pa. Lakini wakati kama kuna jambo la Mungu anakuhitaji, umechaguliwa wewe kufanya hiyo kazi, unaihepa. Hata wakati unakuja kumlilia Mungu atakuhepa kama ulivyohepa. Ndio. Wacha tu nikwambie ukweli mwanangu. Kuna kutubu kwingine hatusamehewi. Maana ulijua kabisa kwamba ni siku ya harambee. Ukampatia nafasi shetani. Kama kuna mtu ambaye anapinga sana ufanye kazi za Mungu, ni shetani. Katakuingilia, anaweza kuleta hukumu wa fedha, ikakuletea visirani kwa sababu anajua lengo lako ni kufanya kazi ya Mungu. Hata pengine ulikuwa uko kazini mahali unaendelea vizuri, unajua wazi ikika kazi kaka barua anafanya kwa sababu nani? Bosi akaja na kusimamisha kabla. Amen. Hapo ukashikwa na ugonjwa, ukamaliza hiyo harambee iko kama kesho ukapona leo na hauna hata shilingi. Ama mtoto wako akagonjeka. Yaani mradi amalize ile pesa. Lakini ukiwa na roho ya kwamba liwalo na liwe. Liwalo na liwe. Kuna kifungu nilisoma katikati ya wiki, I think ni kama Corinthian. Ilikuwa ni Corinthian 5 verse tulianzia 7 ama tulifika ngapi? Ilikuwa inazungumzia kuhusu ya kwamba
ukiwa Mkristo lazima lazima ujaribiwe. Hebu nitafutie. Kwanza nipeleke maji pale. Umepata wewe? Mathayo 5:7 Yeah. Kuna Sunday Patrice ametumana 500. So andika hiyo. Yeah. Ndio maana nimekuwa na simu hapa ya kiroho, lakini nimeona kiroho. Ndio Timotheo 5:7. Amen. Timotheo wa kwanza 5:5 kuanzia 7 inasema, mambo hayo pia uyaagize. Hiyo zidane kama hiyo ni Timotheo wa pili 3. Ile niliwafundisha juzi. Kuanzia ngapi? Kuanzia 10. Oh, haya. Ilikuwa nasemaje? Inasema, bali wewe umeyafuata mafundisho yangu. Yule aliyeyafuata mafundisho ya Mungu na mwenendo wangu wa Mungu na makusudi yangu. Unaona sasa, Mungu nikakwambia analeta mtu asiyefanya vitu wanavyotaka yeye. Unaona mahali tunapotea? Tunataka kufanya vitu si vile anavyotaka Mungu. Anasema wewe anayepokea mafundisho ya Mungu hafanyi vitu kwa kutaka yeye, kama vile unavyohitaji ndoa unaiforce. Sasa ukipata umepata, wewe si wa Mungu, ndio maana ukija ukiteseka unateseka wewe. Lakini ukingoja na ukifanya vitu kwa sababu ni wakati wa Mungu, unapokea kitu kilicho chema. Amen. Kazi ya Mungu unapokea iliyo njema. Yes. Mtoto wa Mungu unampokea aliye mwema. Ukienda kwa mganga utapokea duma kwili. Tena huyo mtoto anaweza kuja kukuuma ama kakuroga mwenyewe. Akaja akaingia kwa chama akasema yeye anaingia chama anataka kutoa mamake. Na zingine mnauliwa na watoto maana mliwapata. Alafu wewe unaacha bwana mzuri kwa sababu roho nafsi yako imetaka, umedanganywa. Sasa zingine karoga anaweza kukudanganya kwa sababu umeona mwanaume ako na ABCD. Atakuja kuwa na A peke yake, hana C. Unafikiri wote wanakuambia wewe ni mrembo wanakuhitaji? Hebu umuulize vizuri, unanipenda? Ushamuuliza vizuri, ukamuulize mara ngapi? Usimuulize mara 3 kama Simon Petro. Muulize mara 3 kama Simon Petro alivyoulizwa na Mungu. Yaani kweli unanipenda? Lakini ukamwona penda. Kama umeomba nipenda kitabu kuna vile alikutongoza akakuweka kwa nyumba hana haja tena hapo pia nakupenda na nini? Wewe unamsumbua na pesa za chakula. Kazi alionayo sasa anakuangalia wewe. Wewe unataka akwambie nakupenda. Kwani alikwambiaje mpaka ukaingia hapo? Au ulikuja bila kupendwa? Tushinde hiyo moja na unajua kabisa. Hata wewe ukiona kama kitu kimeumana unanipigia mbona unajua unanipenda. Wewe bana kwa na akili. Amen. Amen. Haleluya. Amen. So wanadamu wengi wanafanya vitu kulingana na vile wanavyotaka wao, si vile Mungu anavyotaka. So tunapopitia katika mafunzo ama tunapokaa katika hali ya Mungu, hatufanyi vitu kwa vile tunavyotaka. Kwa mfano kama leo nimlazimishe Mungu nataka milioni 1, hiyo ni mimi ninataka.
si Mungu hajataka. Kile ambacho Mungu atataka ndicho tutakachokipokea leo. Amen. Hata kama kunatokea mnafiki akasema siku ile walipata pesa fulani na leo wamepata pesa fulani, tunaona hata watu wamepungua, huyo tunajua ni nduma kweli ni. Maana hajui mipango ya Mungu. Yeye hajui. Hata yeye mwenyewe bila na maisha anataka yawe, haitaikuwa ndo maana. Sasa unaona maandiko yanasema wanaotembea kwa mafunzo ya Mungu hawafanyi vitu kwa vile wao wanataka. Hata ukiwa mtumishi usifanye vitu kwa sababu wewe unataka. Fanya vitu kwa sababu ni Mungu amekupatia hiyo. Usitembee na neema yako, tembea na neema ya Mungu. Amen. Usitembee vitu kwa mapenzi yako, tembea kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Utaishi vizuri sana. Amen. Usitoe vitu kwa mapenzi yako. Toa kile kitu kwa sababu unaona ni mapenzi ya Mungu umepata kwa wakati ule. Maana unaweza taka kutoa vingi lakini Mungu amekupatia hiyo kidogo. Ni kweli mwanangu? Lazima tuongee ukweli wa Mungu. Usidanganye wengine. Halo? Halo? Endelea. Bali wewe umefuata mafundisho yangu na mwenendo wangu. Umefuata mafundisho. Anayefuata mafundisho ya Mungu anaendelea na mwenendo wa Mungu. Amen. Anatembea hivyo vile Mungu anamwambia fanya hivi. Fanya hivi, unaona anafanya kitu kulingana na Mungu bila kumfunza. Sisi tumeokoka, tunafunzwa ndani ya Yesu, tunatembea vile Yesu anataka. Amen. Ndio. Unaogopa dhambi, maana unajua Mungu hapendi nini? Dhambi. Wacha ufanye dhambi yao tuone watapata nini. Lakini tumepangiwa na Mungu, ndio tutapokea. Wacha nione leo baba anatoa ngapi? Wacha nione sasa Monica atatoa ngapi? Wewe umekuja kuangalia watu, umekuja kumtolea Mungu. Mtu ambaye amekuja kumtolea Mungu hata akiona mwenzake amekaa, mbona huyu hainuki? Wewe unashindwa na nini? Una shida gani wewe? Hainuki kwani wewe ndio umenileta? Umekuja kuangalia watu ambao wanainuka na wale hawainuki. Huyu ni wewe lazima anapata leo kwa kanisa. Ani ndio wewe nipeleke chooni basi na sisikii moja. Mwisho unaenda kusindikize bali nimekwambia niko na safari. Wewe kama umepata wewe safari kwa sababu umepata pesa, si uende. Siku yako itafika na mimi nitasindikiza. Amen. Si lazima nihubiri kama baba. Kama Reverend, sio? Kama bishop, sio? Kama pastor. Amen. Amen. Baba ni wa watu wote. Hata wanafiki ni wangu. Najua kudili na wao. Amen. Hainuki. Wewe unaumwa na watu. Wewe nakwambia kwamba kuna Munguni wewe. Na kama hujamuona kamtafuta utamuona. Amekuja damu yako kwamba umekuwa kama mwezi wa siku. Uwezo kutafuta Munguni mpaka hapo na kutafuta kama Munguni. Amen. So wacha tuendelee. Amen. Yeah. Na makusudi yangu na imani. Ule mtu anatembea na makusudi ya Mungu, kwanza uko na imani. Na kesho nitapata. Ndio. Maana anatembea kwa kila yaani kwa nguvu zake. Yes. Anatembea kwa makusudi kwa Mungu kwa sababu ako na imani. Amen. Vile nilivyo leo si vile itakavyokuwa kesho. Yes. Hata wale walionayo leo waulize jana yao ilikuwaje. Ndio. Mimi nilienda harambee siku moja nikao wenzangu wanainuka. Unakumbuka baraza mama akifanya harambee pale. Nilikuwa nimetoka gerezani. Ni pesa nikaitoa wapi? Mulienuka mimi nikatulia tu. Na kisuruali kubwa. Nilikuwa sina hata benchi. Benchi ilikuwa naogopa kuifunga maana hapa mbele ilikuwa imeisha. Sasa inakaa kama inauma mtu. Na nilikuwa nikigusa naweza katika. Sasa nilikuwa nimekaa hapo nimejikunja.
Na wenzangu wanainuka, nikasema sianuki, nitakaa hivyo nilivyo na nimekuja kanisani. Mungu amenitoa gerezani, hawa hawanijui. Amen. Mungu anaweza kutoa kwa shida, hata kuwa na harambee, hakuna mtu anaweza kuzuia usikuje harambee. Umekuja ibada. Amen. Wakitoa unawaombea, Mungu wazidishie, hata ukiwapatia na mimi usininyime. Amen. Unajua kuna mahali ukienda kwa ofisi, kitu ambacho inaweza kunyima kazi ni mkanda. Mambo wiki ndani la mkanda unajua, anasema huyu ataibisha mkutano. Sio binti iangaliwe sana. Siku moja kuna mtumishi alisimamishwa kwa crusade hii ya mapastors. Sasa kapasta kakainuka kuna mkanda. Na akajua kuhubiri, lakini sasa jamani, akasema wewe unajua hapa kuna kuja wageni bana. Nikamtazama mimi nikakumbuka ile wakati nikavua ule wangu. Kama mliona ile crusade ilifanyika hapa chifu hapa Texas. Ikawa bana mbiti ingia za kwenda mbele. Ile pale ilikuwa ni crusade ambayo ilikuwa kuna mgeni amekuja, sisi ndio tulikuwa tupokea, lazima mapasta wa hapa wa introduce wahubiri, unaona vitu kama vile. Sasa tukawa tuko kwa ile list. Tunaelewana? Sasa kuna pasta mmoja alikuwa anafaa enda pale, lakini sasa katika ile line wajua mapasta walikaa hapa hivi. Kuna wengine mlikuja kuchelewa. By the way niliona pekee. Nilikuona ulikuwa umewekwa ile kupeana karatasi. Tunaelewana? Sasa alipokuwa anaongea tuende tukajiintroduce pale. Kuna yule alisema wewe bana, mkanda wako bana. Nikasikia vibaya. Utoa. Kumwambia wewe, before upande pale juu. Unajua tulipanda pale juu. Kama uliona tulipanda pale juu. Na akawa kwa sababu unajua kuna watu wamezoea kuweka ndani. Asipoweka ndani haoni kama iko comfortable. Sasa ile kitu ikaniuma na ni kweli huo mkanda ulikuwa umeisha kweli. So nikabidi nichukue ule wangu nikampatia. Na kwa siku hata siku hizi na sisioni nguo za mkanda za. Alifurahi. Na sasa hizi kwa ushirika tukipatana ni rafiki yangu sana. Amen. Na huyo jamaa aliongea vizuri. Na kanahubiri ni kazuri sana. Amen. Kwa hivyo kuna vitu kidogo tunaweza kukufanya ukakosa kazi. Bench. Na sasa hiyo kujua shati ingeweza kuwa iko sawa. Suruali ingeweza kuwa iko sawa. Lakini sasa mahali padogo tu. Na unajua sasa umejifurisha. Mpaka unataka hivi. Ukihubiri. Nasikia anahubiri lakini mbele kupanda. Unaweza katika. Amen. Haleluya. Wacha tuendelee na neno. Tutoke kwa benti. Amen. Na makusudi yangu. Na makusudi yangu. Na imani. Na imani. Na uvumilivu. Na uvumilivu. Unaona huyu mtu? Yes. Anayepokea neno la Bwana anakuwa na imani, alafu ana nini? Ana uvumilivu. Wewe ni mtu mzuri. Nimekwambia ogopa mshirika ama mhuduma asiyetulia kwa kanisa. Mtu akuangalia kanisa. Huyu mtu mpe. Ukimwona msikie hata kama ni jamaa. Ana spiritual mother, ana spiritual father, ana spiritual grandfather. Sasa atakuwa na spiritual nyingine mpaka spiritual dog. Haendi kwa makusudi ya Mungu. Tamaa ndio inamzungusha. Akisikia pale kuna harambee. Hakuna kanisa linakosa.
hiyo makubwa unayoona. Kama Jesus winner ya yule Nairobi. Unaona paka Ruto anaenda kuweka paka majenzi wakalalamika. Ndio. Peter Majulu paka waleo bado wanachangisha. Hakuna ni kitu ni lazima kiwe katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo ukimwona mwenzako amekosa, mwambie umekosa uondo mzuri sana. Yes. Amen. Amen. Usitoke hapo hata kama tumepata shilingi 2. Msifie, hata usimwambie ni ngapi. Mwambie wewe, hata baba alishindwa na kukutaja hiyo pesa. Yes. Hata wakati tunataja hiyo pesa sasa kamera. Sasa wewe ukienda kusema itajua ni wewe. Maana Yesu anawaambia msiwaambie wengine. Ndio. Si ndio? Yesu anasema sijui mshajua, basi msiambie wengine. Akiuliza mwambie wewe ulikosa, nilikuwa busy, basi ulienda hiyo. Najua Tole aliwaambia zoea hiyo sauti na wakaondoka. Jana akamwambia rais mbele za watu, akamwambia sheti sana hivi mzee amezoea. Unaharibu mpaka watoto wetu wa shule, mnawatumia tiaga. Lakini sio kwa siasa. Endelea. Amen. Aha. Na upendo. Unaona wewe mtu anakuwa na uvumilivu, alafu anapenda wale wenzake. So unakuja hapo unasema inuka wapi? Kama sina cha kuinuka. Unakuwa na upendo kwa aliye nacho na asiye kuana, unaenenda kwa desturi za Mungu. Amen. Na wewe ni muelewa. Yes. Unajua kuna watu wengine ni wakuwa waelewa ni watu wazuri sana. Amen. Amen. Alafu Saburi. na saburi. Tena na ada zangu. Tena na ada zangu. Na mateso. Na mateso. Unasikia sasa? Na ada zangu na mateso. Kwa hivyo inaweza kuwa ukapatia situation nyingine. Lakini usiache ada za Mungu, usiache mafundisho ya Mungu, usiwache neema ya Mungu, usiwache neno la Mungu. Hata kama kuna mahali unasikia kuna uhali hukumu fulani. Endelea. Amen. Mambo yaliyonipata katika Antiokia. Sasa hapa tulifundishana, akasema mambo yaliyonipata katika Antiokia. Ukaenda Voi ukapatikana na mambo, ukaenda Nairobi ukapatikana na mambo, lakini kwa sababu umekaa Yerusalemu umefundishwa, haufai kumwacha Mungu kwa situation yoyote unayopitia. Haleluya. Haufai kumwacha Mungu. Hata ukisema ya kwamba wacha niende Bamburi, haimaanishi kwamba ukienda Bamburi utaachana na mateso. Yes. Utapatana na majaribu tu. Mungu atakaye kusaidia hapa, atakusaidia mahali popote utakapofika. Amen. Amen. Haleluya. Sasa hapa huyu mtu alipata mafundisho ya Mungu, lakini akaja akapatana na mateso. Yes. Kama hana kazi, lakini ni imani yake. Kwanza amefundishwa kuvumilia, amefundishwa kutembea na Mungu, amefundishwa kutembea na neno la Mungu. Hakufanya vitu kwa sababu ninateseka ati nifanye vitu kwa mapenzi yangu. Nitafanya kile Mungu alichoniagiza hata kama ninateseka. Amen. Sitaibia mtu. Yes. Sitanyang'anya mtu kitu. Amen. Sitakuwa mrahisi. Yes. Ati kwa sababu nahitaji vitu vya zote kali. No, nitatembea vile Mungu ili baraka ikija ije ya haki. Ili nikipokea nipokea ya haki. Yes. Maana changu kinachotoka kwa Mungu huwa kina nguvu sana. Hata kikipigwa vita kitasimama jinsi kilivyo. Amen. Haleluya. Amen. Sitafanya huduma sijui za bibi. Si, hapana. Nitafanya kama vile Mungu anataka. Anasema sasa tulipopitia kule Tokyo, alafu Amen. Mambo yaliyonipata katika Antiokia, katika Ikonio, alafu kila sehemu, na katika Listra, kila namna ya adha niliyoistahimili, kila namna ya mateso, kila namna ya maneno, kila namna ya magonjwa, kila namna ya umasikini nilistahimili. Naye Bwana aliniokoa katika hayo yote. Kwa sababu sikutembea kwa nia yangu, na kwa sababu
nilimwogopa Mungu sana, ijapo kuna vitu nilipitia, ijapo kuna vitu niling'ang'ana, ijapo kuna watu walinisema, ijapo kuna watu walinitukana, ijapo nilipatana na magonjwa, ijapo mwenye nyumba alinigombeza, ijapo mume wangu alinikataa ama mke wangu alinikataa, lakini sikumwacha Mungu. Nilisimama naye jinsi alivyo, naye Bwana akaniokoa. Kuna mambo unapitia kwa sababu Mungu anakupenda na anataka ukomae, ili mambo kama haya ukipatana nayo usiwe mtu wa kuhangaika. Katika maisha ya ulimwengu huu kuna vitu sio rahisi baba. Kuna mambo mengine sio rahisi kuyapokea hivi. Kuna mahali unafaa pambane, hata ukija ukionekana umepatikana navyo, mtu akikuuliza ulipataje, utamwambia yale nilivumilia kwa Mungu. Niacha tu hivyo. Unaona yule mtoto wangu mahali alipo, niacha hivyo. Unaona hii ndoa yangu, niacha hivyo. Unaona hii kazi yangu, niacha hivyo. Kwa sababu hausuluhiwi na mtu, ni vitu ulivipata wewe. Unamwambia Baba umependezwa, unaenda mahali wale unatokanwa, unamwambia Mungu umependezwa, hayo vitu vinabadilika. Unamwambia Mungu umependezwa, unapata huyo anakudharau, unapata huyo anakuacha. Unamwambia Mungu umependezwa kwa sababu unataka kuwasana na Mungu. Unamwambia Baba yangu, nafanya hivi kwa sababu naheshimu ile ambayo ninakupenda, kile ambacho ninakuheshimu, kwa kile ambacho niliomba umeniweka hapa leo. Sitawacha wewe. Hata wanadamu wakiniacha, hata nikisema, hata wakinishuku, wakiniambia na wanawake, wakiniambia na wanawake, ama nina wanaume, lakini wewe Bwana unanielewa, unanijua. Haleluya. Maana mwanadamu atakushuku lakini hajui, na kama kuna mtu anajua roho yako ni Mungu. Amen. Na watu wanavumilia mengi. Yes. Unaona tu kanisani hivi, lakini waache tu. Hawezi kukuambia, akwambie kama nani. Ndio. Ukimwona anacheka tu. Yes. Lakini wewe una heri sana. Amen. Wewe una heri. Kule utaenda, hao waliokuongelea kwa moyo, wengine hata kukwambia, watakuja kusema hakika wewe umebarikiwa kuliko wanawake wote. Amen. Umebarikiwa kuliko wazee wote. Yes. Lakini hawakujua kilichokuvumilia kwako. Mtu aliye na uvumilivu, achana naye. Kama kuna mtu unakuwa muogope na umheshimu, yes. Mtu aliye na uvumilivu, ijapo anateseka na hakai kama kuteseka. Yes. Kwa sababu rohoni mwako unajua kuna Mungu ananiona. Amen. Lakini kwa sababu kulikuwa na Mungu, Mungu akakuokoa. Na ndio maana nikaja nikamwambia, kuna vitu vingine Mungu anaweza kukuokoa navyo kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa Mungu. Amen. Nikakwambia, unaona kuna dhambi zingine ambazo Mungu ukiepukana nazo, ukiwa ni mahali wewe na huyo mtu peke yake, hiyo kitu itakuja kudhihirika. Lakini kitu kitakachokuja kudhihirika kwako ni nini? Ni baraka, kwa sababu Mungu atakuwa umemheshimisha mahali ambapo kulikuwa hakuna watu. Yes. Na sasa atakuheshimisha mbele za watu. Amen. Haujanielewa? Unaona ile dhambi ambayo Yusufu aliyoiogopa kwa bibi ya Potifa, hiyo dhambi ndio ilifanya Yusufu ainuliwe na Mungu. Amen. Lakini yule asiyekali, hata Mungu hatajali jinsi Mungu hata kujua. Lakini kwa sababu imagine tu mwanangu,
mtoto wa kike ama wa kiume. Hii iko kwa watu wote. Umepatana na mtu na unajua kabisa huyu mtu aidha ni bibi ya mtu ama si wako, ama hakufai kwa saa hii, na akwambia nifanyie hivi na ukatae kwa sababu ya hofu ya Mungu. Unajua Yusufu alinifurahisha pale aliposema nimepewa vitu vyote hapa kwa nyumba nivimiliki, lakini wewe peke yake ulinikatazwa. Akamwambia wacha ujinga, hakuna mtu anakuona. Sasa hapo sasa hakuna mtu anakuona, na kama hutanifanyia hivi nitahakikisha umefungwa ama umeuawa. Akasema iwapo kama kuna mtu aniona, lakini Mungu wa baba zangu ananiona, na kama nitafungwa kwa hili wacha nifungwe, kama nitauawa kwa hili wacha niuawe. Mungu akaona hapa basi. Haleluya. Mwanamke akafanya vitimbi vyake na akapiga kelele na suku kopa. Kuna mahali mwanangu, watu wakikuenukia zaidi ya 5 hauwezi kujitetea. Ni Mungu tu akutetee. Maana hao watu wamekaa tayari na wao hawajui kilichoanzia. Unajua kuna watu wanaona tu ukipatana na mtu hivi, example tuseme ebuka mama, ukipatana tu na mtu hivi kidogo, si unaona alikuwa amekaribiana kumbe kuna wengine huku nyuma wanachukua picha, lakini hawajui kilichokuwa tunanong'onezeana. Yes. Haleluya. Sasa Yusufu akajipata matatani, hakuweza kujitetea. Kuna mahali huwezi kujitetea, acha Mungu akutetee. Kuna mahali huwezi kujitetea mwanangu, wacha Mungu akutetee. Maana watu wamesikia na walikuwa wanahitaji hizo habari. Maana Yusufu alienda kuonea wivu mpaka na wale wenzake waliokuwa pale. Na alikuwa kijana wa kipekee. Neema ndio ilikuwa inamsukuma. Mtu aliyepigwa majaribu na ndugu zake mahali alipo si kwao. Ameuzwa kama mtumwa. Ijapo alipata kibali, amepewa kazi ya houseman, house boy pole. Sorry, si kwetu kule, Kiingereza. House boy. Haleluya. Amen. Alafu kama mama kanamchekea. Vile wanaume kama huku nje tu ukiona mavazi mabaya, unatembea unasema shilingi ngapi? Ngapi vile? Unapiga hesabu, unaangalia. Itakuwa mahali mtu hapo. Mwambie mwenzako hapo. Hapo sasa. Kitoto cha Kiarabu. Tena cha mfalme. Yusufu alipitia majaribu. Ni majaribu. Amen. Akaambia mzigo huu. Yusufu anakataa mzigo kwa sababu ya kuheshimu Mungu. Wewe unaweza kuwa una mzigo na kazigo. Yusufu alikuwa sijasema mzigo, nimesema ile mizigo mingine. Usitoke na mimi bure. Kenge nitetea hata nifika hawa. Hello? Nasema mzigo wa jumla lakini si nani. Yusufu akakataa mizigo sio julikana imetoka wapi. Na Mungu hakujua. Akasema hapana. Alipokuja wale watu, Potifa alipopata zile habari akaambiwa hakuja kuleta mastori mingi. Amekufanyia hivi ndani. Wasikia John amewekwa inuka. Tasangilia. Na kula jeuri yake. Na Paulo na Sila walikuwa huko gerezani. Lakini hata wao uliwasifu. Mimi
hata ukihubiri hapa, unasikia alikuwa gerezani, mlango ukafunguka. So sasa ningekuwa pale na wewe badala uendelee kuhubiri hivyo, hata huyo naye akatoka, unasema hapana, kuna vitu vilikuwa vinaendelea, nyinyi mjue. Sasa tunaona Mungu amejidhihirisha. Mungu wa dini. Baba, kuna wakati lazima mambo mengine yatokee. Hata kuna mwanangu hapa nimemwona hapa, alikuwa gerezani, mimi nilienda kumtoa. Huyu jana wangu mmoja. Na hiyo kosa wewe. Hebu nyamaza. Wewe utakula kuku. Amen. So Yusufu kwa sababu alikataa. Niliwaambia kitu cha maana, Mungu anaangalia ni uaminifu. Yes. Hata ufanyeje mwanangu, kwa Mungu anaangalia uaminifu. Na anaangalia uaminifu kwa machoni kwa watu. Anaangalia ule uaminifu ukiwa uko peke yako. Huwa watu wengi hata hana haja nao. Huwa watu wengi. Lakini ule wa peke yako sasa, mahali sasa unajua hapa. Unaona sasa mahali ambapo Mungu anaweza kupigania rais. Wakati unapitia, alafu umesimama na Mungu. Sasa umesimama na Mungu. Wakati yako unalauliwa umesimama na Mungu. Wakati majaribu ni mengi unasimama na Mungu. Hapo ndipo Mungu anasema hapana, huyu mtu anafaa kubarikiwa zaidi. Hata malaika wa Mungu anasema, hata mimi ninaomba mkono hiyo. Lakini mahali Mungu hawezi kukuunga mkono ni kigeugeu. Yes. Mtu siko na msimamo. Ukija kuona mwanamume ama mwanamume anaheshimisha mke wake, ni kwa sababu gani? Kwa sababu alikuona mwaminifu sana. Amen. Hata kama mnakosana, lakini kuna mahali ya kutajii. Yes. Yaani mnakosana, lakini kuna mahali ya kutajii. Akutajii waume. Maana hata yeye mwenyewe anajua, akifungua mlango hivi anakuta mlango ni ule ule nilipofunga. Yes. Hata kama mtagombana kweli, lakini hakutajii mambo ya wanaume. Yes. Anakwambia tu una akili. Jifunge. Unajua mwanaume akikwambia una akili haimaanishi kuwa una akili, anataka uongeze. Na kitu ambacho kiko haraka sana kinyonyo mwanaume ni hiyo. Sio kama kudharau, yeye huwa anapenda ukue zaidi. Amen. Yaani ufahamu kitu. Anakufunza yani ukomae. Unajua kufunza, angalia mafunzo ya bibi na bwana ni tofauti na mafunzo ya watoto. Ya bibi na bwana unafundishwa kama kurutu. Kuna mahali hawaambiwi hivi, yaani unaambiwa kama jamaa naye, yaani anakaa kama sema yes sir, yes sir. Kuzunguliza hao kwa padoa utasikia. Unashangaa kitu kidogo lakini kimekuwa jamaa mpaka watu wamekuwa ready. Sasa hivi alikuwa mesuri lakini sasa hivi amechoka. Hivyo, yaani uelewe usielewe, mimi ni komanda, wewe ni Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So Mungu anaweza kukutetea mahali kama umetetea utukufu wake. Yes. Ndio maana Yusufu akainuliwa, akapata heshima kwa watu waliomdharau. Amen. Kwa hivyo wekwa ndani, Yusufu Mungu wake aliyemwonyesha uaminifu akamtoa. Amen. Na alipomtoa, kitu cha kwanza Potifa alimuona Yusufu mtu wa ajabu sana. Kwanza dalili zilianza kuonyeshwa kwa Yusufu kwa Potifa ya kwamba kuna ndoto aliota, kukakosa mtafsiri. Kwa hivyo kuna vitu vinaweza fanyika ikawa haviwezekani bila wewe. Haleluya. Ni nyumbani kwenu ama ni wapi? Hata kama ni kwa huduma, haiwezekani bila wewe uliyefungwa. Uko wewe na Mungu hapa. Ndio waone kama kuna mtu pale ametokezea. Hivi unaelewa kama kuna mahali Mungu anakungojea ufanye jambo. Ndio. Usikate tamaa. Maana kuna mahali utaonekana, yule mfungwa ataonekana akiwa na baraka nyingi sana. Amen.
Amen. Hakukufanyika lolote. Akamwita. Hata kuna wengine walikuja kuwadanganya. Kuna watu wanaweza kupromise. Kuna mfungwa mwingine alielekezwa ndoto zake, akamwambia nikitoka nitakurudia. Alipofika huko akasahau. Kuna watu wanaweza kupromise vitu lakini wanakuongelea tu hivi, lakini hawachukulii ya maana uzito wako, hawachukulii ya maana yale mateso yako, hawachukulii vitu vya maana, lakini Mungu anakuchukulia wa maana kuliko mwanadamu. Unaweza hudumu mahali ikawa watu hawaoni huduma yako, ukawa kwa mahali lakini hawaoni maana yako, lakini Mungu anaona maana yako. Maana yako kuna mahali Mungu atakuweka hata wewe wengine washangae. Mbona tukiona yeye aliwamiliki mpaka wafungwa wenzake. Yusufu aliwamiliki hata wale ambao hata vitoto vidogo kapani. Waziri mkuu yeye ndo amesimamia mahali pa chakula. Yes. Kama unataka kuheshimiwa, simamia mahali pa chakula. Amen. Mwanadamu hawezi kuishi bila kula. Hata ukifunga siku 40 utakula tu. Ndio. So walijileta ndugu zake wenyewe na wakamsahau. Lakini Yusufu hakumsahau. Unajua mtu akipitia mateso huwa sana. Ndio. Unaona kama kuna kitu mume wako hawezi sahau maishani mwako, usaliti. Hiyo hata umuombe msamaha atakusamehe. Lakini hiyo hata waisahau. Usinidanganye mwanamume, nakwambia mimi ni mwanaume kama wewe. Hata Mungu akikwambia sahau kabisa, hiyo huwezi sahau kabisa. Lakini akikuheshimisha utamkumbuka siku zote. Utasema sijawahi kuona mwanamke mwenye heshima kama huyu. Amen. Na ukimsaliti unasema, akikusaliti unasema sijawahi kuona mwanamke mkorofi. Kama naongea ukweli, piga makofi. Mwanamke wacha na nyenge za watu wa nje. Kuwa na nyenge na mume wako. Amen. Kuwa na nyenge na mtu wako. Yes. Kwa kwingine ndio ukinyegezwa, kataa. Amen. Wala itakuwekea kidonda, inaitwa kidonda ndugu. Amen? Amen. Watu wanasema nyenge ni kunyegezana, lakini kwa wawili. Hao nyegezwa na watu wengine, unaona itakuwa ni makucha, si nyenge. Unakubarudwa. Endelea. Amen. Ya. Naam. Na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa. Na wote wanaopenda maisha ya utauwa Katika Kristo Yesu. Wataudhiwa. Sasa wewe ulipendwa? Yesu ulimpenda wewe, si wale wengine walimpenda. Kama wewe ulimpenda Yesu, hata wale wanaomchukia Yesu watakuchukia. Ndio. Kama unampenda wewe, wale waliomtaja Yesu kwa mabaya, hata wewe utataja. Kwa hivyo ukikaa katika Ukristo lazima utaudhiwa. Amen. Hata ndugu zako watakuudhi. Yes. Hata mume wako atakuudhi, mke wako atakuudhi. Yes. Kwa sababu umekaa. Yaani shetani atakuwa anatafuta mbinu ya kuchafua kile ambacho ni kisafi kwa Mungu. Amen. Ati nimeokoka mimi. Mimi sina maneno, na hata kama una maneno utaletewa. Ndio. Yaani kuna kasababu tu katachunguliwa hapo, kasababu yaani hata kama kashimo ni kadogo katabomolewa. Yaani sioni vizuri, bomoa mpaka chungulia aligize kitu chote. Yaani kwa sababu tu umeokoka ukwazwe. Wanaopenda maisha ya utakatifu, hata ukipenda ndoa ya amani, bado utapazwa. Na wewe ni wafaa usimame, usikubali hayo mapazo. Useme amen. Amen. Kwa hivyo hata wewe ni bishop, wewe ni pastor, sijui umepaka mafuta ndio usimchokoze. Wakao maisha, wapendao maisha,
ya utaua tena kwa Kristo ni lazima. Yaani hata Mungu anasema kama Mungu amesema ni lazima, wewe mimi kama upendo Ukristo uachane na Ukristo. Likifutwa usifikiri ilipofutwa huyu mtu akukumbuki kama ulikuwa na yeye. Bado anakushtua ni ex wako. Shetani ni ex wako. Sasa zingine mnanamba mpaka za ex Mungu. Tunaona mpaka naitwa ex, yaani inamaanisha ya kwamba lakini bado anakukumbuka. Anasema you remember you. Hivi umeniacha kweli? Shetani anauliza. Na unamwambia ngoja nitakujibu. Basi ni kama vile vitabia zake vinaonyesha kwamba huyu ana majibu mazuri, ngoja akanirudia. Salimia wewe. Naona mmekaa sana bila kunipungia mkono. Nyingine hii kuna wengine hawajapunga mkono. Wewe aka ex, wewe aka. Lakini usiniage mimi aka ex. Yes. Haleluya. So, Mungu humchagui ni nani? Yes. Sana sana utaudiwa na wale watu wende wapenda sana ama karibu tu. Ama uko kwa kazi, ama uko kwa huduma, ama uko kwa nyumba. Maana mtu gani hawezi kukundi? Maybe huwa unapita una stress zako ndo mgongane. Shetani aingie kwa huyu. Anasema mbona unanigonga na nini? Ndio sema nimepigwa kwa mke wangu. Anakwambia pole. Kile kivute chako cha kukwambia sitaki maneno, umeleta maneno huko umekavusha. Pole na kuchoma choma. Bwana amepigwa kwa sababu ya stress. Bibi naye umetoka hapo, usijua amekosana na mambo ya kamba. Kumbe ana hasira zake hapo yatoa shilingi 100. Yaani bwana wangu hajaniachia 100, wewe unaniletea ujinga na kamba ni yangu. Unasikwenda. Kuja kifika hapo unafungua mlango staki, unaona bado ndio jirani ni bwana hapo. Bado umekasirika unakaa kulia ndio anaongeza. Akamwona bwana ndio anaongeza. Na mchana wote ulikuwa ulikuwa unawaza tu vile umekunjwa. Sasa umeniona unalia hili na mimi nisema na mimi nakwambia pole. Kila siku nitamani kukupiga nikakwambia mimi mdomo wako utakuja pigwa siku moja. Maliza. Ile neno ni tamu. Amen. Hii anambia leo ni nzuri. Endelea. Lakini watu wabaya, sikiza Mungu anakukanya hapo, Lakini watu wabaya na wadanganyaji. Twende. Amen. Wataendelea watu wabaya na wadanganyaji wataendelea. Na kuzidi kuwa waovu. Wakidanganya. Na kudanganyika. Endelea. Kuna watu ambao wamezoea kudanganya. Kama unajua kuna watu wanazoea kudanganya, waongee hawa wawili. Semwa uingie hapo katikati. Mwambie hebu nieleze yale ulikuwa unaongea. Anasema bwana. Huyu ndo alianza. Ndo alikuletea mshene. Ukiwa umeokoka utaogopa uongo, utaogopa kudanganya mwenzako. Lakini kuna wale wengine wasiojali kwa sababu hawana mafundisho. Yes. Amen. Hao wataendelea. Sasa Mungu anakuambia hawa watu wataendelea hivyo walivyo. Yes. Kinyume na wewe. Maana hawajakubali kuishi maisha ya Kristo. Haleluya. Amen. Alafu maliza. Bali wewe katika mambo yale uliyofundishwa. Ukae katika mambo yale uliyofunzwa. Amen. Na kuhakikishwa na Mungu. Kwa maana unajua ni akina nani? Ambao ulijifunza kwao kama akina Yusufu, ambao ulijifunza kwao kama akina Paulo, ambao ulijifunza kwao kama akina Danieli, ulijifunza kwao kama akina Mesha, ambao hawakupenda uongo. Yes. Nikawafunza jinsi hata wale wamama ambao walikuwa wamama wazuri hawakuenda katika usaliti, hawakuenda kinyume na Mungu. Nikasema wanawake tuwe
wawe wanawake wazuri kama wanawake wa zamani. Sasa kujifunza kitu, kuna story ambayo ulipewa ya vile wanawake waliheshimu waume zao na waume nao wakaheshimu wake zao, kwa ajili ya maisha ya utaua. Na wale makuhani ambao walifuatilia neno la Bwana wakalishika kwa umakini, wakawa na hofu ya Mungu. Hawakutakiwa Ukristo, utaudiwa, lakini usifanye vitu kwa vile unavyotaka wewe. Fanya kitu kwa maana Mungu alitaka. Amen. Ukifanya kitu kama Mungu alitaka, utakuta ile kitu hakitakuja kuwa na majuto. Amen. Ni kizuri. Yes. Hata kuna mwingine anaweza kukwambia toka hapo Yerusalemu, wewe unajua unapokea nini? Ndio. Toka kwa hiyo ndoa yako, unajua ni kwa nini niko hapo. Amen. Achana na huyu, wewe huwezi muacha, maana unajua vile ulimpenda na roho yako. Yes. Na ni Mungu alikuunganisha na yeye. Amen. Wewe unateseka bado unakaa hapo, ujui au jui. Na huyu anayekwambia pengine anateseka hata afadhali wewe. Hata pengine anakwambia hivyo alafu anakuomba shilingi 10 na alikwambia utoke. Sasa unashindwa, wewe unaniambia nitoke na unaniomba shilingi 10. Sasa zingine sijui kama uliambiwa hao watu wataendelea kulegana na kudanganyika. Lakini wewe ukae katika ile mafundisho. Alafu wewe nawe unakaa bumbuazi. By the way, sasa zingine ungua kwa akili yako unasema kuna takataka kidogo imebaki asili. Sasa zingine ndio unashindwa kuongea. Unaweza ona mtu kweli kabisa, ukamuona kama ana akili, kumbe hana. Panya anaweza kufanya asilale kwa nyumba, panya. Ama kongwa mwiko. Na Mungu alisema utamiliki mpaka wanyama. Wewe hata si nyoka, panya. Unaweza kuja kukwambia kaneno kadogo tu. Na umeambiwa ukikaa kwa Yesu lazima utaudiwa, utaletoa maneno, shetani atatafuta mbinu. Ati wewe kidogo tu kitu kinaomba, mbona Yesu umeniacha? Umeachwa. Apige ndio umekumbushwa ya kwamba uombe, hujakaa kuomba, hata hakuna siku usiku sawa ya Mungu kaomba. Wewe ukishika simu ni simu. Kuanzia asubuhi mpaka simu iishe moto. Simu zinaenda kwa sababu yako uombe. Unakumbuka Mungu wakati unaumwa na kichwa? Kumbe yeye anakumbuka na yeye wacha nimpe magonjwa kidogo. Kuna watu wakipata kazi, wakipata kabando wifi, kuanzia asubuhi utamwona online mpaka jioni. Hiyo kazi ameipata. Na ikifika siku anaambia utamuona. Lakini pesa ya bando hakosi. Simu inalipwa, inafungwa, ikilipwa, inafunguliwa kila siku. Na si kwamba anafunguliwa na wateja wakawapigia, hata kama afanye kazi ya ofisi, lakini ofisi aliyoipata ni TikTok na Facebook. Hapo kuna ofisi kubwa. Akiambiwa kwa cute, basi ofisi yake ya cute. Yaani mwenye wa simu na anaona na akili. Sasa ana akili, hata ukimwambia tena yeye anaweza kutukana, unaweza kosana. Ndio unamwambia tu tena hii itakusikiza wazimu. Anasema yeye niwe wazimu kwa sababu ya hii simu. Sasa zingine mnaonewa huruma, Yesu Mungu anaona hii waje chukuliwe na mateja. Ndio unakaa kidogo tu una simu unawaza Mungu, unafikiria vile utapata simu tena Mungu anataka. Sio makofi wewe kwa pamoja simu. Tumepata tubaki katika mafunzo yale. Mwambie mwenzako unasikia neno? Bila kuingia? Unasikiaje? Amekwambia nini? Hii inakaa kama inawasha hii. Iko sawa? Kabisa? Wewe ni mtu wa Mungu kweli. Amina.
Niendelee ama nisiendelee? Baba, tutasumbuana wakati wa ndoto, letea tu pesa direct. Usipoleta pesa nzuri hiyo neno liwe juu yako. Mtenzi ameenda lakini ametoa 1,700, si ndio? Ameenda kazini. Upatie treasure na baadaye atamwandika. Wacha nimalizie kwa sababu pesa zimeanza kuingia. Wow. Hata umeniweka morali. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua sometimes nimekwambia usimuliwe mahali kwa kaneno kadogo, ama usiachane na mume wako kwa kaneno kadogo, usiachane na Mungu kwa kaneno kadogo, usiachane na kazi yako kwa kaneno kadogo, yaani usiachane na huduma yako kwa kaneno kadogo. Amen. Maana kila aliye Mkristo lazima ataudiwa. Yes. Ataudiwa na medhia yako na mawifi. Kama mume wako anakuudhi, itakuwa mawifi wasikuudhi. Lakini wewe sasa haufai kutingishika. Yes. Unafaa usimame vile vile. Kule kwingine tulikuwa tumaliza. Nilikuwa bado mstari moja. Haya, maliza basi. Amen. Na mfalme na Yehoyada waliwapa hao waliofanya kazi ya utumishi wa nyumba ya Bwana, nao akawaajiri waashi na maseremala ili kuitengeneza nyumba ya Bwana, na hao pia wafao chuma na shaba ili kuitengeneza nyumba ya Bwana. Kwa hivyo tukitoa pesa nzuri tutatengeneza nyumba ya Bwana, maana kuna chuma zitahitajika, yaani kila kitu kwa Mungu. Amen. Amen. Hiyo tunatembea kwa sababu tuliwaiga wale waliotutangulia. Tunafanya kazi ya Mungu kama wale walivyofanya kazi ya Mungu, kama wale walivyobarikiwa, walivyotokewa na Mungu kwa mandoto na kwa machozi. Hivyo hivyo ndivyo tutakavyotokewa. Haleluya. Amen. Maliza. Hivyo mafundi wakafanya kazi yao. Mafundi kwa sababu ya kwamba wanasimamiwa na wakina Muli na wakina Baraza pamili kama ya leo. Amen. Kwa sababu umemwajiri nani? Wewe. Haleluya. Amen. Endelea. Hivyo mafundi wakafanya kazi yao. Nao wakaimaliza. Wakaisimamisha nyumba ya Mungu. Wakaisimamisha vizuri nyumba ilivyopasa. Kama ilivyopasa, kama vile tulivyopanga kwamba tunataka kujenga madhabahu ya kisasa. Wakaifanya imara. Wakaifanya ikawa imara. Nitaifanya kwa imara leo. Nitaifanya kwa imara leo. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Kwa hivyo uko tayari, sio? Amen. Kuna neno moja linasema kila apandaye hapa atavuna. So kile unachopanda ndicho utakachokivuna. Na huko nikisema nitasoma huko, naona nitachelewa. Lakini ni kwa sababu ni kitabu cha Wakorintho wa pili 9 kuanzia 6. Hiyo mtaenda kujisomea tu. Inasema usifanye vitu kwa kusurutishwa, bali fanya kwa sababu roho yako imependa. Kwa hivyo hii harambee tunaifanya si kwa kusurutisha wale kineno, na kwa sababu ile limekuja lazima tumtolee Mungu sadaka. Tutaenda wakati tunatoa sadaka, tutaenda kwa dakika 10 peke yake. Na mlindia Mungu. Hii ni Jumapili, lazima mtolee Mungu sadaka nzuri pamoja na fungu lako la Mungu. Wacha nikwambie fungu lako.